Shop. Karibu sana mheshimiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mufti na Sheikh Mkuu Tanzania, mwenyeji wetu Rais wa Irshad Islamic Center Sharif Saleh Badawi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, kaimu mkuu wa mkoa wa Tanga, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Tanga, mashekhe na masharifu nyote mliopo hapa, wageni waalikwa wenzangu, mabwana na mabibi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami naomba nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika hafla hii ya Maulid ya kusherehekea mazazi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napenda kutoa shukrani zangu za kwa uongozi wa chuo cha Islamic Center kwa shughuli hii muhimu na kwa kunialika kwa mgeni rasmi. Nasema asante sana. Natoa pongezi kwa taasisi hii kwa kuandaa sherehe ya Maulid, kwani ni kuendeleza utaratibu wa mila njema ya malezi ya Islam ambayo mashehe na wanazuoni wetu waliopita kwa mwambao huu wa Afrika Mashariki waliweka. Hivyo basi, kuendeleza utaratibu huu ni kudumisha na kuendeleza mila, desturi. Kwa hakika hii ni fursa muhimu ya kuonyesha mapenzi yetu kwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo limetiliwa mkazo katika dini yetu. Hata hivyo, namna bora zaidi ya kuonyesha mapenzi yetu kwa Mtume wetu ni kujipamba na tabia zake njema na kufuata sunna na mwenendo wake. Ndugu Waislamu, fundisho ya Uislamu yanatufunza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwema kwetu wa kuigwa, kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia aya ya 21 ya sura Ahzab yenye tafsiri semayo, kwa hakika mnacho nyinyi kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu kigezo kizuri cha kuiga kwa yule anayemtumaini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na anayemdhukuru Mwenyezi Mungu sana. Aidha, tunawajibu kuzingatia kwa mtume wetu ametumwa kwetu kuja kukamilisha tabia njema na adabu nzuri, kama alivyotuambia katika moja ya hadithi zake mashuhuri kwamba ametumwa kuja kukamilisha tabia njema, na vile vile hadithi nyingine kuwa ni mbora wenu na mtakayekaa naye karibu siku ya Kiyama ni yule mwenye tabia njema zaidi kati yenu. Dhahiri kuwa haya na hizi kwa muhtasari za wajibu wetu Waislamu wa kufuata tabia njema, kujipamba na matendo mema na kuhimizana kuzingatia maadili ili tuweze kufanikiwa hapa duniani na kesho mbele ya haki. Ndugu Waislamu, wageni waalikwa, kufuata neno la mtume wetu ambaye tumehudhuria sherehe hii kukumbuka kuzaliwa kwake kuna mchango mkubwa katika kuiwezesha jamii yetu kuishi vyema ili mapenzi, amani, ihsani na maelewano. Uislamu unatufunza kuwa mambo haya yakidumishwa katika jamii, neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu huongezeka na kupatikana kwa maendeleo na ustawi zaidi. Napenda kutumia fursa hii kuwahimiza wazazi wenzangu
kuendelea kusimamia malezi ya vijana wetu katika misingi ya imani na uchamungu ili kuandaa jamii yenye hofu ya Mwenyezi Mungu na raia wema wa nchi yetu. Ni wajibu wetu kuimarisha malezi ya vijana wetu kuanzia, na tuendelee kushirikiana, kwani wajibu huu wa malezi ni jukumu la pamoja kwa vile athari zake zinahusu jamii yote. Tumwombe Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na atupe uwezo wa kutekeleza vyema wajibu wetu. Ndugu Waislamu, wageni waalikwa, napenda kutoa shukrani zangu tena kwa uongozi na wafanyakazi wa chuo hiki kwa kuandaa shughuli hii ya Maulid. Aidha, natoa shukrani kwa waalikwa wenzangu wote kwa kukubali mwaliko wa kuhudhuria shughuli hii, jambo lililowezesha kufanikiwa. Shukrani maalum ziende kwa kamati ya maandalizi na wale wote waliochangia katika kufanikisha sherehe hizi. Mwenyezi Mungu awalipe wote kila la kheri. Ndugu zangu, kabla sijahitimisha nasaha zangu, ningependa niseme machache kuhusu yale yaliyosemwa na walionitangulia juu ya jambo hili na juu ya historia ya mzee wangu katika eneo hili. Ndugu zangu, yapo maombi yaliyotolewa na vile vile mimi mwenyewe lazima nikiri kwamba nilipanga siku nyingi zilizopita kuja katika hadhara hii, kwa sababu mialiko nilikuwa naipata toka marehemu mzee Mwinyi yuko hai. Nilitamani nifuatane naye anapokuja huku, sikuweza kupata bahati hiyo, lakini leo namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimefika, nimepaona na nimepokea ombi la kwa mlezi wa shukrani. Na ulezi ni kushirikiana katika kuendeleza mafanikio na kushirikiana katika kutatua changamoto za eneo hili. Kwa hivyo nataka mtambue kwamba nimepokea ulezi na majukumu ya ulezi huo. Ndugu zangu, nilikuwa sikupanga kusema nitachangia nini, kwa sababu nadhani kuna kazi kubwa ya kufanya hapa, lakini mheshimiwa mbunge na waziri kanitaka angalau niseme kitu ili na wao wapate nafasi ya kufanya kama nitakavyofanya mimi. Kwa hivyo nasema si vibaya, tunaweza tukalianza hilo leo, lakini bado tutakuwa tuna kazi kubwa mbele yetu ya kufanya. Kwa nini nasema kazi kubwa? Kwa sababu katika maombi tumeambiwa hapa kunahitajika jengo la madrasa inayotumika sasa hivi imeshakuwa ndogo, haitoshi. Lakini tumeambiwa tunahitaji nyumba za walimu, tumeambiwa vile vile kunahitajika jengo la wageni wanapokuja wageni hapa, tumeambiwa kunahitajika hospitali, lakini vile vile jengo la holi kwa ajili ya shughuli zetu hizi. Haya ni mambo mengi na yanahitaji mchango mkubwa. Binafsi nimepanga ili kuchukua jitihada za kuweza kuyafanikisha haya yote yaliyosemwa katika risala yenu. Lakini kulikuwa ukiacha kazi hiyo, kuna ombi pia la kuhudhuria maulidi haya kila mwaka kama alivyokuwa nafanya mzee wangu. Katika hili niseme hivi, mzee wangu alikuwa anahudhuria maulidi haya akiwa amesha staafu, alikuwa na muda wa kutosha. Sisi ambao bado tuko kazini, unaweza ukapanga kuhudhuria likatokea jambo lisikuwezeshe. Kwa hivyo kwa ufupi niseme kila nitakapokuwa nina nafasi nitahudhuria inshallah. Lakini mkiniona sipo, si kwa kutokutaka, maana mara ya mwisho nilitaka kuja mwaka uliopita, ikatokea safari ya nje ya nchi ya muhimu nikashindwa kuja. Kwa hivyo mpokee udhuru mapema
lakini kama sina udhuru inshallah nitakuwa nahudhuria pamoja naye. Kuhusu jina la mzee kwa lile eneo wale ambapo una chuo cha ufundi na tunadhamiria kujenga bustani iliyokuwa nzuri zaidi, basi niseme naridhia kwamba paitwe jina lake, na mimi nitakuwa mmoja katika nitakaohakikisha kwamba hicho tunachokijenga pale kinaendana na jina lake. Ndugu zangu, nikamilishe kwa kusema kwamba leo nimefurahi mno, nimefurahi kutimiza ahadi yangu ya siku nyingi ya kuja kushirikiana nanyi katika maulidi ya hapa Lushoto. Jambo hili lilikuwa katika nafsi yangu kwa muda mrefu. Leo nimefika, lakini limenikumbusha wazee wetu, limenikumbusha Sharif Hussein Badawi, limenikumbusha mzee Mwinyi na urafiki wao wa karibu. Kwa kweli tuna kila sababu ya kuenzi kazi zao walizokuwa wanazifanya. Kwa hivyo mnihesabu kwamba sasa rasmi mimi ni mwenzenu, ni mlezi wenu, na inshallah tutashirikiana katika kuhakikisha kwamba mahitaji yetu yote haya fanya kazi kwa karibu. Sasa ndugu mbunge, madam umetaka niseme jambo hapa, na kwamba nikishasema naambiwa kuna wabunge 7 na wao watasema, basi tuanze. Mimi nitaanza kwa mchango mdogo wa shilingi milioni 200. Inshallah, kwa sababu ya kufanya ni mengi, nitauachia uongozi wa chuo waamue tunaanza wapi. Mambo ni mengi, lakini bila shaka katika mambo haya mengi ndani yake kunayo kwa muhimu zaidi kwa sasa, anze na haya. Lakini safari ijayo nikija inshallah kwenye uhai na uzima, nitakuja na timu ya watu wataweza kutusaidia zaidi ili nguvu zetu ziwe kubwa zaidi. Kwa leo basi sisi tuliokuwepo hapa inshallah, kwa wale watakaokuwa wana nafasi wanaweza nao wakaeleza kile ambacho wanaweza kutuchangia. Baada ya kusema hayo, nashukuruni sana kwa kunisikiliza. Nimefurahi sana kwa ukaribisho niliopata, nimejisikia vizuri sana toka nimeingia katika eneo hili. Nimepokelewa vyema, nimemkumbuka mzee wangu, nimewakumbuka wazee wetu. Alhamdulillah, nimefurahi sana kwa pamoja na nyinyi. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu akupe kila la kheri. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.